Aya. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaitwa Martha Ntoipo, ni mzaliwa wa Kimokogwa, mkazi wa Longido. Mimi ninakuja kwa swala lililodumu kwa miaka 16. Nilinunua ardhi kwa rafiki yangu ambaye sasa ni marehemu. Nilinunua tarehe 16 mwezi wa 7 2010. Nikataka kufence 2011. Kuna watu wakajitokeza wakasema, kuna mzee amejitokeza na watu wake, amekuja kama group, anasema amepewa na kijiji, lakini nilinunua eneo kwa familia ya Oleiki. Ni wapi? Longido. Mheshimiwa, nimezunguka, nimeenda kila mahali, nime-explore options zote. Nimeanza kwenye kata. Kesho asubuhi unaenda kuomba minutes, hazionekani. Na nimekuwa belittled, nimekuwa disrespected for so long. Nimevumilia. Nikasema, labda ni wanaume wa Kimasai hawanisikilizi, wacha niende baraza la ardhi na nyumba. Huko nilipoenda, baba yangu, my uncle, ndugu ya baba yangu, akapewa taarifa kwamba mwambie huyo mtoto wenu tunajua namna ya kudeal na hao waheshimiwa. And true to that, sina evidence, lakini kuna circumstantial evidence kwamba, maana nimeondoka nikaandika barua, Mheshimiwa, nina mpaka tiketi ya ndege nimeattach kuomba tarehe tofauti, sijasikilizwa. Ruling ikatoka, huyo mtu anayengangania kwamba hana documents, nimekuja na documents kwamba huyo mtu ndo mwenye haki ya kuwa na eneo hilo. Na bado nikaambiwa nilipe over 4 million Tanzanian shillings kumlipa huyo juu ya kuchukua eneo langu. Hii imekuwa, this is tarehe 16 mwezi wa 7 inafika miaka 16. Na ni wapi? Ni Longido, Mheshimiwa. Na kosa langu ni kuwa tu mwanamke. Naitwa mwanamke, naitwa mtoto. Yes, mimi ni mwanamke. Mtu wa ardhi uko wapi? Mtu wa ardhi uko wapi? Afisa wa ardhi wa wilaya uko wapi? Unalifahamu hili jambo? Hebu chukua mic hapo tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo tunafahamu, ndio tunafahamu ushaenda baraza la ardhi na dada alishindwa kesi. Umesikiliza alichosema lakini? Ndio. Umemsikiliza vizuri alichosema? Ndio. Anashindwaje na watu wengine hawana hata document? Amenunua, ana nakala hizo za mauziano, hawa wengine hawana. Mimi nasikiliza alichosema. Anashindwaje na hana hizo nyaraka na hajawahi kusikilizwa? Hivi huwa mnaendeshaje hii mambo ya ardhi? Kwa wizara la tufikishe na nyaraka za upande wa pili tupate uhakika. Wewe ni wakili wa upande wa pili? Nani kaendesha hilo jambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuna baraza la ardhi la wilaya, kwa hiyo tunatumia baraza la Arusha. Ninyi watu wa ardhi na baraza lenu hili, ama baraza yenu haya, ngoja nisisemee hapa ya ardhi na mabaraza. Hebu mpatie msikilize tena upya hapo. Mheshimiwa, elezea kimoja. Sawa. Chris anafahamu. Na nilifika kwenye eneo husika na Chris na Mzee Lebalo ambaye wilaya iliyokuwa Longido
yeye ndiye alikuwa anatumika kwa identify maeneo ya kijiji na maeneo ya watu binafsi. Na niliposimama hapa niko na barua ya Chris kutoka ardhi Longido wilayani kwamba eneo ni langu. But simply kwa sababu mimi ni mwanamke, wananiita mtoto, hakuna mtu amefanyia hiyo barua kazi. Nani aliyekuandikia hiyo barua? Huyo hapa. Na mheshimiwa amesema hakuna baraza la the Land and Housing Tribunal. Nimeenda Arusha kweli, na ndio nimesema wakati tunaendelea na kesi nilikuwa observer wa Climate Investments Fund, kwa hiyo ilibidi niende Washington DC. Nikaandika barua kwa sababu tarehe ya hiyo kesi ingefika wakati niko US. Nikaandika barua, attach mpaka flight itinerary. Ninafika naambiwa kesi imeamriwa. Mheshimiwa, sikusikilizwa. Hiyo ndio inaniumiza. Hata hiyo tribunal haikunisikiliza. Na niliambiwa unaenda bure, maana tunajua cha kuwafanya. Na message amepewa baba yangu, si hearsay, ni kitu nimetumiwa taarifa. Na kweli sikusikilizwa. Na juu nikaambiwa nilipe 4.something million kwa hao watu juu ya kuchukua ardhi yangu. Na kingine mheshimiwa, nikakata rufaa. I still wanted to have faith in the system. Nikakata rufaa. Huyo ambaye amepewa kesi kusikiliza akaniambia, wewe unafikiria mimi nitakusikiliza tofauti na yule alipita? Nikajua kweli hawanisikiliza. Hapo ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Land and Housing Tribunal Arusha. Nikaambiwa hakuna kitu nitakufanyia zaidi ya aliyokufanyia aliyepita. Mwanasheria wa mkoa yuko wapi? Mwanasheria wa mkoa yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Ndio wewe hapo? Sio yule. Mwenyekiti wa baraza naambiwa yupo aliyeamua. Mwenyekiti wa baraza yuko wapi? Mwenyekiti, hebu tuambie hapo. Mmeamwaje bila kusikiliza? Ndio mnavyoamwaga hivyo. Upande mwingine umekuja au hujaja? Wewe kwa nafasi yako ni nani? Mimi ni mwenyekiti wa baraza la Arusha. Hebu tuambie. Hii kesi sikumbuki vizuri sababu kwa watu wawili. Haya ndiyo mambo ya kitapeli haya. Haya ndo mambo ya kitapeli haya. Mkuu wa RAS, mtafute mwanasheria atuguide vizuri ili jambo lifutwe lianze upya, na hiyo ardhi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ili jambo lianze upya, mtafute mwanasheria aguide vizuri ili haki iweze kutendeka. Hivi inaonekana tu limepigwa kimjini, limepigwa kimtaa. Kwa hiyo hebu RAS tusaidie mwanasheria atuguide vizuri ili tusivunje sheria, utaratibu mzuri wa huyu mama kutendewa haki yake. Wewe kamishna, wewe ni mwanasheria, mnafanyaje mambo kiuniuni hivyo? Eti mnafanyaje mambo hivyo? Mnarahisishaje hivyo mambo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea maelekezo yako. Kesho tutaomba jalada husika ili tuweze kupitia na kushauri appropriate measures. Mpatieni mama ardhi yake.
Kama mmekula hela ya wale wengine, watafutieni ardhi yao.